Assalamu alaikum ndugu mtazamaji wa Gavo TV, na hii ni Gumzo, na ile kuletea hapa ni mimi Yusuf Ibn Daud Ibn Lucas, na leo katika Gumzo nipo na mgeni hapa wa masuala ya kiuchumi Mr. Gabriel Mwangonda. Na katika kipengele cha kwanza ama session ya kwanza kabisa ambayo inafahamika kama meza na ni mada mezani, tumekuandalia mada ambayo wewe kama Mtanzania, wewe kama kijana wa Kitanzania unapaswa kuijua na unapaswa kuelewa masuala ya kiuchumi ili iweze kukusaidia. Mr. Gabriel Mwangonda, karibu sana. Asante sana. Upo kwema? Nipo fresh. Pengine Watanzania wanatakamani kukusikia ukijipanua zaidi au ukijipa uwanda zaidi wa kujielezea wewe ni nani na ukoje kiufupi, yani katika swala hili zima la kuelezea umefikaje hapo katika masuala ya uchumi ili tuweze kuingia katika mada. Naam. Mimi nimekuwa mchambuzi wa masuala ya siasa pamoja na uchumi kwa muda mrefu kidogo. Kwa muda mrefu. Ndio. Kiachana na hiyo mimi nafanya biashara. Pia ni mfanya biashara. Yes. Basi wadakta hapa nadhani tutazungumza vizuri kabisa. Lakini kwa fununu ndogo ambazo nimezipata ni kwamba wewe unashabikia rangi nyekundu ile. Naam. Hujakosea. Kwa nini usingekuwa njano? Bendera yako ina kijani, ina njano, ina blue. Kwa nini wewe umekimbilia rangi ambayo kwenye bendera hatujai kuwa nayo? Ni rahisi, una resonate tuna team class iliyopo pale, uweze ukaiacha. So watu kama sisi tunapenda sana team. Au Mr. Mwangonda alikopo katika swala la ubaya ubwela? Hiyo ni given kabisa. Asante kabisa. Sisi actually tulikuwa ni Mr. Mwangonda mwenyewe. Alikuwa co-sponsor wa Tuku Stars kipindi kile nachukua kombe la taifa. Okay. Sijajua kama ulikuwa umezaliwa lakini pekine nilikuwa bado na udongo ulikuwa hujakaa sawa sawa hapo kwangu. Mpira tumeanza tunashabikia Tuku Stars wakati tuna Simba. So ni long time sana. Sawa kabisa. Na umesema ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi muda sana, na tukianzia hapo kwenye masuala ya kiuchumi. Kutokana na takwimu za muda kidogo kwenye masuala ya kiuchumi kwa nchi yetu ya Tanzania, tulifika uchumi wa kati. Kwa sasa kwa mtizamo wako unadhani tutakuwa katika uchumi wa namna gani? Bado tupo uchumi wa kati wa chini. Uchumi wa kati wa chini. Inamaanisha katika huo uchumi wa kati wa chini kuna vipande viwili vimegawanyika hapo au nimekosea? Ni kweli. Kuna vipande viwili. Kuna vitu tunaita brackets. Ndio. Kwa hiyo nchi yote ile ambayo inaweza kufikisha GNI per capita. GNI ni gross national income. Ndio. So gross national income ni tofauti na GDP. Tukisema national income, ile neno national maana yake nationals. Nationals ni wazawa. Umesema GDP ni growth domestic production, is it? Yes. So GNI inaleta uhalisia zaidi kwa sababu inaongelea production inayofanywa na wazawa, nationals. So either uko nchini au haupo nchini. Kwa ile ina measure export na import vile vile. Kwa watu wote ambao ni wazawa wanaotengeneza bidhaa na huduma popote pale waliopo duniani wanakuwa regarded as ndo watu wanaoleta uchumi au kipato kwenye nchi husika. Ikigawanywa na idadi ya watu napata per capita income. Kwa hiyo GNI yetu sisi ukienda kwenye vigezo vya World Bank na IMF wameweka clearly kabisa kwamba nchi itakayofikisha at least GNI ya 1136 basi hiyo nchi itakuwa ya kipato cha kati, lakini hicho cha kati kitakuwa ni cha chini mpaka 4400 na kitu huko. Bado utakuwa ni kipato cha kati cha chini. Kuanzia 4000 mpaka 10013 hicho ni kipato cha kati cha juu ambacho kama unaweza kaona ndio 13 sio ndogo. Kwa sidhani hata kama Tanzania itafika leo au kesho, ni muda mrefu sana inaweza kuchukua. Na kwa bahati nzuri au mbaya nchi nyingi wazikiingia kwenye hapa tulipo zinashuka. Kwa bahati nzuri sisi tumekuwa kuanzia 22 mpaka mwaka 23 tulikuwa kwa asilimia kama 1.24. So tumeenda mpaka size tuko GNI yetu per capita inafikia 1200 na kitu size. Kwa hiyo tumeendelea ku grow kidogo, sio exponentially. So tunaelekea kwenye very right directions. Umesema tupo katika direction ambayo ni nzuri kabisa. Tukihama hapo katika swala la kuelewa uchumi ambao tupo, unadhani uchumi kwa sisi wa Tanzania wakati wa chini
wananufaika vipi nao kuwa katika hali hiyo, au kama hakuna manufaiko kivipi hatuna manufaiko? Naam, sasa mpaka leo wachumi wana debate njia bora ya kuweza kujua wananchi wananufaika vipi na njia tunazozitumia kusema hii nchi na kipato cha kati au cha juu au cha chini. Swalaka. Nimetumia neno terminology inaitwa GNI. Lakini haiangalii kwamba labda huyu ni house girl au huyu ni mgonjwa amelala tu azalishi nyumbani, au haiangalii. Inajumuisha tu kwamba wote Baklesa kazalisha kiasi gani, nani sijui Mo kazalisha kiasi gani, GSM nani, wote. Yani haijalishi kwamba wewe hujazalisha mwaka huu au umezalisha, na kwa regarded kama kilichozalishwa kimezalishwa na nyote. Gani ana idadi ya watu unapata kila mmoja amezalisha kiasi gani au ameingiza kiasi gani. Kwa inawezekana kabisa hujaingiza chochote au haujazalisha chochote. Kwa hiyo bado haijapatikana njia nzuri sana ya kuweza kumeasure kwamba tukisema kila mmoja ana kipato cha $2 inakuwa ni general tu, ni ambayo imekuwa accepted worldwide kwamba tutatumia tu hizi njia, japo hazina representation ambayo iko 100%. Tunatofautiana namna ya kupata vipato, namna ya uzalishaji na vitu kama hizo. Kwa hiyo ukiuliza Watanzania wanafaidika vipi au hawafaidiki, ni swali gumu. Lakini sasa tukiwa na uzalishaji mkubwa, hata kama uchumi uko kwa watu wachache, assumption ni kwamba kuna kitu kinaitwa multiplier effect. Manake watu wengi tu wataathiriwa na ukuaji wa huo uchumi. Let's say tuseme kuna ujenzi unaendelea, kwa wale wanaozalisha mchele, unga, watapata tu in the midst of uzalishaji kuendelea kukua, uchumi kuendelea kukua. Kwa hata yule ambaye atakuwa yuko peripheral kabisa, areas ambako hakufikiki na ukuaji wa uchumi, kutafikika tu. Kitu kingine ni kwamba ni viongozi sasa kuweza kuangalia sekta ambazo zinagusa watu wengi zaidi. Kwa mfano kilimo mpaka sasa kinagusa zaidi ya 75% ya raia wa Kitanzania. Ndio. Kwa hiyo kwa mfano tuseme tukiongelea ukuaji kwenye sekta ya kilimo, maana yake unakuwa umegusa watu wengi zaidi. Yani wanakuwa na impact ya kiuchumi kwa watu wengi zaidi kulinganisha labda na sehemu nyingine. Let's say reli au bandari au vipi. Lakini ukiwekeza zaidi kwenye kilimo unakuwa umegusa watu wengi zaidi. Kwa hiyo ukiona kuna ukuaji huko, basi ujue ndo nchi inapaa. Kabla sijamia hapo kwenye mpango wa mkakati wa masuala ya kilimo na hizo project, tugusie kidogo. Kuna kama nasema ni mtu kuzungumza kauli, nilipata kusikia kwa mtu akisema kwamba sisi wa Tanzania kipato chetu kinasimama kwenye $1 kwa kila Mtanzania. Vipi, ni kwamba yupo sahihi? Na kama yupo sahihi, ni mpaka sasa hivi tupo hapo? Naam, tupo hapo. Tumepita kidogo sana, lakini tupo around that. Na ndo maana hatupo tena kwenye ile bracket ya umaskini. Sisi sio less developed country anymore. Data kabisa, nao tumechangamka kidogo. Tumeshavuka, tuko bracket moja na Kenya na nchi nyingi sana ambazo zimestaki kwenye middle income. Na Kenya alikuwa anatuzidi sana miaka. Ni miaka mingi ameachieve status ya kuwa middle income, ambao sisi tulikuwa bado. Na nchi nyingine zinakuwa hazitaki kufanya hesabu za kuvuka kwenda kwenye hiyo bracket kwa sababu kuna gharama yake vile. Kwa misaada inapungua sana, kwa maana unaonekana sasa unajiweza. Ndio. Kwa hakuna haja ya kukupa misaada. Na kitu ambacho unaweza unafaidika zaidi ndio ni kwamba kwa sababu unaonekana unajiweza, basi utakopesheka, tutakupa tu mikopo badala ya misaada. Yaani kwamba zile grants upokee tena, unaanza kupokea mkopo. Nadhani hata kama ni mfuatiliaji wa bajeti za serikali utakuwa umegundua kwamba kadri miaka inavyoenda, neno grants kwenye bajeti zetu linazidi kuwa na percentage ndogo mno, negligible. Nilipata kuona takwimu moja kwamba Tanzania ni nchi ambayo kama kwenye nafasi ya 6
kama sikosei ya 6 ni ya 7, na nikiukweli nilikuwa excited na hilo kwa sababu niliona nchi yetu imeshuka kutoka ile nafasi ya kwanza ambayo ya uombaji wa misaada hadi kudondoka katika nafasi ya 6 huko chini. Ilikuwa ni nzuri sana. Kwa upande huo ni kwamba tumekuwa sana tu. Tunalalamikia mikopo, lakini ndio ukuaji wenyewe. Sisi tulosoma mambo ya biashara ndio nimeanza kusoma kwa mfano bookkeeping tangu nimaliza darasa 7. Naanza tu form 1 bookkeeping and commerce. Katika kufungua makabati, balance sheet. Ndio. Tangu form 1 mimi sijaiona hakuna balance sheet yenye liabilities na assets. Hata kweli kabisa. Kwa kuna kitu tunaita leverage. Chini akili, hata kampuni yenye akili. Yaani ukienda kwa matajiri wote hakuna ambaye anatoboa bila mikopo. Hadi Marekani kama nchi kama nchi Marekani na mikopo mikubwa ambayo saizi Elon Musk na Trump wanapambana kuhakikisha kwamba labda inalipika, haiwi mingi sana, inakuwa balance. Kwa mikopo watu wanashambulia. Cha msingi ni kwamba mikopo inaelekea wapi? Kwa kama mikopo inaenda kwenye development projects kama kwa mfano ujenzi wa reli, labda tuseme ujenzi wa miundombinu ya umeme, barabara, hospitali, shule, mambo ya elimu na vitu vya msingi kama hivyo, basi hiyo mikopo iendelee kukopwa tu, kwa sababu hivyo vitu vina impact kubwa sana katika kuongeza uchumi wa nchi. Yes. Inawezekana sio direct, sababu mtu mwingine atasema inatusaidia nini, lakini barabara ikijengwa, mtu wa kijijini atapunguza gharama za kusafirisha mazao yake, itasaidia inflation. Kwa impact yake inawezekana ikawa sio rahisi sana kuimeasure moja kwa moja kwa mhusika, lakini ina broader impact kwenye uchumi. Hapo umeongea vizuri sana kwenye swala la barabara kujengwa, kwa sababu kwa miaka mingi sana Watanzania wanafikiria gani kwamba barabara tunajengwa ili tuweze kusafiri kufika makazini peke yake. Wameshindwa kuelewa kwamba tuna mazao ambayo yapo interior huko, tuyabidi tuyatoe ndani tuyalete hapa. Jamani, barabara zikijengwa zinatusaidia sisi wenyewe, na kila siku katika swala za uchaguzi watu mnalia barabara. Umuhimu wake ndio huo. Mazao yatoke kijijini yatufikie sisi huko mjini ili tuweze kuyasupply katika maeneo mengine ya nchi. Kuna sababu moja hapa ya masuala kupanda kwa pesa. Unakuta kupanda na kushuka. Ile inamaanisha nini na pia ina athari gani na katika hali ya kimaisha kila siku, na hata pia kwenye upande wa biashara? Kwa sababu umesema unafanya biashara, basi hilo utakuwa unalimata vizuri sana. Kama ndako nimeelewa swali lako, nataka uniambia kupanda na kushuka unalinganisha currency mbili, labda useme dola na shilingi. Ndio maana yake. Okay. Yeah, mimi nafanya biashara ndani na nje. Kwa katika watu ambao labda wanaathiriwa na kupanda na kushuka, yani instability ya currency kwenye kufanya biashara, mimi ni mmoja kati ya waathirika wa hilo swala. Ni baya sana, sio kidogo. Kwa mfano nitajitolea mfano. Ndio 2021 mimi nimewahi kufanya biashara. Of course tunaenda kukopa kwa ndugu zetu. Unakopa kwa dola sababu nje haupokei shilingi zetu. Ndio unakopa dola. Nilikopa dola ilikuwa 2300 kunegotiate mpaka 2295. Yeah. Una fix mambo yako, mizigo inakuja, lakini kwenye kuseto kuna arrangement ambazo tunakuwa tumezifanya. Kwa unakuta labda una settle baada ya muda fulani. Service mkopo wa dola, wakati wa kulipa inakuwa marked to the current price, wanaita marked to market. Maana yake mimi nitakapotaka kulipa nitatumia exchange rate iliyopo sokoni wakati ule. Sasa kwa mfano sisi wengine tulilipa mpaka mwaka jana mwezi wa pili, dola imeenda 2700, 800. Kwa unapata loss ya karibia shilingi 400 kwenye kila dola. Pole sana. Na bado mkirudi ndani ya nchi mnabanwa kisawa sawa. Ndio hivyo. Kwa hiyo unakuta instability currency inafukuza wawekezaji. Yani hamna mtu ambaye anaweza kaja sema ambaye anaweza nikaweka hela leo, investment leo, kesho nikija kufanya valuation nakuta imeporomoka simply because currency haiko stable. Ni kitu kibaya sana. Nigeria ni waathirika wakubwa na wenyewe kwenye hilo swala. Na sisi limetokea kwa sababu
global phenomena za kiuchumi zimetokea. Hatuja stabilize kuanzia kumalizika kwa COVID. Dunia bado haijatulia kabisa in terms of currency. Kwa sisi tunavyohangaika na dola hapa, hatuko wenyewe. Ukienda nchi kama Malawi, sijui Zambia, nchi zingine nyingi sana zinazotuzunguka ndio zinapata changamoto kama tunayoipata sisi. Kwanza sisi tuna afadhali kubwa sana sana kwa sababu ni perception ya watu wachache ambao wapo kwenye biashara wanaweza kawa na dharau kubwa wa Tanzania, lakini sisi wafanya biashara wetu sisi wa Tanzania ndio wanaenda nchi kama Rwanda, Burundi, unaenda DRC, unaenda Uganda, ukikuta logistics company zile nyingi sana ni za kwetu sisi hapa. Wow, jambo ambalo ni nzuri kabisa. Kwa unakuta tumetawala biashara kwenye nchi zote zinazotuzunguka hizi. Hiyo ni sekta moja ya logistics, lakini sekta nyingine nyingi tu kina Bakresa wana viwanda vyao huko vya unga na nini, wanafanya vizuri sana kwenye media, kwenye almost tunajitahidi sana. So kiangalia sisi tukienda hizo nchi huwa tunatoa mikopo kwenye nchi yetu, tuna fund zile nchi, so tunafanya vizuri sana kwenye maeneo hayo, japo wengine tunaenda kwa sababu ya hali tu inakuwa sio rafiki sana. Kwa mfano nitakupa mfano, unaweza kaenda Rwanda na pesa ambayo ukiwa unasema kampuni yangu ni ya Rwanda, kanunua lori 2, lakini kwa the same pesa kwa bongo hapa kwa sababu ya kodi inabidi ununue lori 1. Kwa mtu ana prefer ngoja nikafungulie kampuni yangu Malawi au Zambia kutokana na kodi kuwa juu sana. So vitu kama hivyo slow down kidogo. Kwa japo kwa sisi tunabana sana, lakini ndio hivyo ababe mpaka nje. Kweli hiyo ni changamoto swala la kodi, na mara nyingi sana mmekuwa mkilalamikia wafanya biashara kwamba tujaribu kutuwekea usawa hapa kwenye kodi ili tuweze kujipambanua na sisi zaidi. Lengine ni kuhusiana na swala la Watanzania kama Watanzania, tukizungumzia mtu mmoja wamekuwa sana wakilalamika kwamba sasa hivi ni kwamba pesa imekuwa ni ngumu sana katika swala la mzunguko mzima. Unadhani changamoto kubwa katika hili ni nini? Naam. Hapa ni kuchagua sekta. Kwa hiyo pesa zinafuata sekta. Sasa mara nyingi kwa nchi zetu hizi, sio Tanzania tu, watu wanaenda na nani amefanya hivi na yule kafanya vitu gani, kwa wanapeleka pesa kuwekeza kwenye sehemu ambazo wanahisi tu labda zinalipa. Lakini kimsingi unatakiwa uangalie kwanza serikali inaelekea wapi. Unajua sisi kama raia wa nchi yote ile, raia wa print pesa inakuwa printed na serikali, na serikali ndio inatoa direction pesa zielekea wapi kwa kutumia bajeti yake. Kwa hiyo serikali ikisoma bajeti yake mwaka ya fedha inasema kabisa vipaumbele ni hivi, jenzi labda wa miundombinu. Kwa mfano labda tuseme tutajenga reli, tutajenga barabara, tutajenga, kwa unakuta labda wizara ya ujenzi trilioni 5 zimeenda, trilioni 5 zote. Yani budget ukienda Zanzibar ni nchi nzima bajeti yake kwetu inaenda kwenye just one ministry. Ukitoka hapo unakuta labda kwenye kilimo kuna bajeti kubwa na kwenye kumewekewa. Ukitoka hapo unaenda kwenye bajeti nyingine. Sasa wewe kama raia, namba moja lazima uji-align na zile vision, zile budgets, mwelekeo wa zile pesa zinaelekea wapi. Kule ndio unakotakiwa wewe uelekee kwenye kuwekeza. Usiende opposite. Yani serikali inasema sisi bana tuwekeza kwenye kilimo na kimbilia kwenye masuala ya miundombinu. Alafu lazima kusema huko hamna hela. Hakukuwa na budget wala hamna mtu amepeleka pesa kule. Ndio. Kwa lazima you have to align yourself to where the money is flowing to. Never go against. Usijifanya wewe ndo una invent. You don't print money and there's nothing much you can do about it.
hauwezi kufanya yani mkondo wa pesa ukageuka ukaja upande wako wewe. Ni ngumu sana. Japo kuna multiplier effect, lakini hii inaongea kwa level ya juu kidogo ambayo watu wanatakiwa wajialign. Kwa mfano kama saizi tukiendeleza kwenye uwekezaji wa ujenzi, alafu sisi wenyewe tutaki, maana yake ile vacuum haiwezi kabaki vile. Kwa tunasoma physics tunajua kabisa yani lazima ile space itakuwa occupied. Sasa kama wewe rush utaki kusikiliza, serikali inasema tunawekeza kwenye saizi tunapeleka kwenye barabara, utaki, haiwezi kusema eti sisi hatupeleki hela kwenye barabara kwa sababu fulani na fulani hawataki. Pale watakuja kuziba watu. Wachina watakuja, watajenga tu hizo barabara na watapata hela za serikali yenu. Kwa sababu nyinyi hamtaki. Sisi tunasema tunaenda kujenga barabara. Hamtaki. Nisipotaka nyinyi, watakuja wageni. Watataka na watapata hizo hela. Yeah? Tunasema tunaenda kwenye kilimo. Tunaenda kumwagilia, labda tunanunua vifaa na nini. Hamtaki. Watakuja wageni. Watajaza tu ile vacuum, ile ombwe mnaoliacha nyinyi, kwamba nyinyi mnaenda against sisi, mnaenda wapi? Ndio. Kwa watakuja wageni, watafaidi nchi yenu. Of course hela kwako itakuwa ngumu sana, kwa sababu wale wageni wakija watatoka na zile pesa, wataondoka nazo. Kwa mfano wageni wengi wanatajirikia hapa kwenye sekta, kwa mfano ya let's say ujenzi. Wengi sana wanakuja, wanafanya, wanapata pesa. Wachache sana wanabakisha pesa yao hapa. Wengi wakishamaliza project zao wanaondoka zao. Mfano wa hilo kitu kama hicho sasa. Ndio. Si lazima sana ilaumu serikali. Ni wewe umejiweka vipi kwenye ule mkondo wa ile maji pesa inakuelekea. So it's not about serikali tu, hata sisi raia tumejiandaa vipi? Tuna changamoto zipi kwenye hayo maeneo? Yeah, so ni vitu vya kawaida sana ambavyo watu wanatakiwa wavi notes. Kwa hiyo ukiniambia watu wanasema pesa zipo mtaani na ni ngumu sana, ni kwa sababu level ya njaa tulionayo bado ni ndogo sana Tanzania. Yani mimi nakwambia leo nikasema niende Nigeria, niwachukue vijana wa Nigeria waje kukaa hapa 500 tu, waje wamwage tu hapa Dar es Salaam hapa. My friend, hao watu in 1 year or 2 watakuwa tu mabilionea kufahamu tu hapa. Kusema kwamba sisi tuna vitu vingi sana kushinda nchi nyingine. Yani kama Tanzania opportunities ni nyingi mno. Yani kwa mfano kwa sababu ya style yetu, tulikotokea kama serikali, kama nchi, kwa kwenye ujamaa. Kuna mambo mengi fulani huwa yanafanyikaga ya kijamaa kidogo. Kwa unakuta kwa mfano tunasema kwenye madini kuna PML ambazo hazitaki mtu mgeni kuzimiliki, primary mining licenses. Lakini unakuta STAMICO wanatoa huduma ya kufanya drilling, yani kukusaidia kuchimba. Kuna vikundi kama vya ushirika kwenye madini. Kuna mikopo, kwa mfano halmashauri kama za Geita ambazo zinaishi sehemu zenye madini. Na mikopo kwa ajili ya watu kama nyinyi mtakuwa interested kuchimba, mnaona maeneo hamna mtaji fulani, wanatoa mikopo. So unakuta kuna facilities nyingi, lakini unakuta hakuna mtu anaomba, au wanaoomba they are not even interested, wanataka wachukue tu wasirudishe hela na ondoke zao moja kwa moja. So opportunities ziko ni nyingi sana. Sema tu njaa, hatuna hiyo njaa ya kutafuta taarifa sahihi ambazo zitatusaidia sisi kupata mipenyo, kwa sababu taarifa ni kitu cha msingi sana. Naweza nikaongea hizi issue, kwa mfano nasema Geita kuna mikopo kwenye halmashauri. Kuna kijana yupo Geita pale hajui kama kuna mikopo. Yeah, so taarifa ni kitu cha msingi sana. Yeah, si kwamba watu hawana pesa za kupata taarifa, hapana. Ukifanya kitu cha kimbembea hapa, labda tuseme sijui harusi azisikie, everybody knows. Yeah, leo hii ukafanya hii podcast ukasema nitakuwa naongelea opportunities tu, utakuta tu au pati traction, utakuta watu 5 viewers, 10 zidi 100 kuisha. Because people are not interested in those stuff.
lakini in the very same nchi ukaleta watu wengine ambao wana njaa za kutosha hapo, wanatumia vizuri sana kwa kutumia taarifa hizi. Yani mtu mwingine akisema tu nasoma taarifa, naangalia taarifa ya habari kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lazima pale kutakuwa kuna gap, kuna idea 2-3 za kutengeneza. Trust me, kwa kila siku, kwa sababu habari nyingi ndio zinaongelea matatizo ambayo yanasovika na ambayo ni pesa nyingi sana. Yani ukiangalia taarifa habari, wewe jitahidi leo switch on, utaona habari nyingi pale ni taarifa nzuri kabisa. Kwa mfano kama naweza taarifa inatoka tunamalizia ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa, au sio? Kuna mtu ashafikiria pale Kilwa sasa tunamaliza bandari ya uvuvi. Nani hao wavuvi tunaongelea habari kuu? Je, kuna Mtanzania hata mmoja anamiliki meli kubwa kwenda bahari kuu kwenda kuvua samaki na kuitumia ile bandari yetu? Hakuna. Je, haiwezekaniki? Inawezekana. Yes. Ni hicho kitendo cha kuzungumzia wakachukue hiyo mikopo ili waweze kujiwekeza. Naam. So of course kuna upande wa serikali, baada ya kutujua sisi labda ni hatuna ya huo munkali, hatuna hiyo njaa ya utafutaji na nini, basi serikali kwa sababu inajua na inatufikiria na yenyewe iendelee kusema bana kuna opportunity ya uvuvi wa bahari kuu, tumeshajengea bandari za uvuvi iko, jamani njoeni, kuna freighter ya kubeba minofu au samaki straight kokote, hata kama mtaka mkauza Japan. Kwa unakuta miundombinu serikali imefanya, lakini bado kuna gap ya wananchi wanaokusudiwa wawekeze, hawako aware na hizo opportunities. Nimejaribu kukupata sana, unazungumzia swala la watu kutokuwa aware na kutokuwa na ile muhemko, tunaweza kusema, wa kufuata kile ambacho kimewekwa na serikali. Na pia umezungumzia swala la kwamba serikali inaweza kusema imewekeza kwenye masuala ya miundombinu, lakini hivi juzi ni kwamba waliambiwa vijana wajiwekeze sana kwenye masuala ya kimitandao. Wewe kama mwanauchumi unafikiria kukimbilia kwenye mitandao ni jambo sahihi kujiwekeza huko, na kuna opportunities za kutosha ambazo zinaweza zikatukwamua sisi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Naam. Mitandao ni nambari 1 duniani kwenye kutajirisha watu. Kwa mfano leo hii ukaniuliza mimi kwamba sekta gani unashauri kijana ajiwekeze ili aweze kunufaika na kutoka kibilionea? Saizi hatutoki kuona aibu kabisa kuongelea mambo ya kibilionea. Sio dhambi tena kama zamani ilivyokuwa. Lazima vijana wawe ambitious katika kuzitafuta pesa. Sasa sekta moja ambayo unaweza ukalala maskini ukaamka tajiri, nambari 1 ni hiyo mitandao unayoongelea. Kivipi? Kwa ni namna gani unahisi? Kwa mfano DeepSeek, unajua sio? Sijawa mtaalamu sana hapo, hebu fafanua vizuri ili na wengine waweze kuelewa. So kama nilikuelewa vizuri, ukiongelea mitandao nadhani ulitaka kumaanisha kwamba innovation zinazotokea kwenye mitandao, vijana waanze kusoma tehama, wafanye coding, watengeneze programs za online na vitu kama hizo, si ndio? Ndio. Yes, ndo nasema hapa duniani matajiri ni wale innovators wanaoweza kusolve complex society problems. Yani matatizo ya kijamii ambayo ni magumu. Watu wanaweza ka solve kwa njia rahisi za kimitandao. Kwa hiyo nimekupa mfano wa DeepSeek kwa sababu ni latest phenomena, yani ni phenomena ya hivi karibuni tu ambayo imetokea. Kwa hiyo unakuta jamaa hakuwepo wala haikuwahi kuexist prior labda 2024. Watu wa vijana wamekaa, ni vijana wadogo kabisa, wamekaa wakafikiria, wakachukua ile OpenAI, mix mambo yao, coding, wakaja na kitu ambacho kimetikisa dunia nzima. In a span of just one day, no marketing, nothing, imejiendesha yenyewe, imeenda imetusua, toboa. It's like TikTok. It's like any other mitandao. Hadi watu wanakuta serikali ya Marekani, the whole government ya Marekani, yani serikali ya dunia inamshinikiza mtu
auze app yake kwa Marekani kwa nguvu zote hadi kutaka kuiban, na sio kutaka, waliiban na kumkoliban. Yeah, so why yule jamaa amekataa? Kwa sababu anajua value ya ile kitu. Na ukiangalia matajiri wakubwa wengi wanatokea kwenye hizi Mark Zuckerberg, mambo ya Instagram, Facebook, WhatsApp anamiliki yeye. Ukienda Elon Musk, X na mambo mengine, Grok, vitu kama hivyo. Ukienda wengine matajiri wengi wanatokea huko. Kwa kwenye kusisitiza kwenye mitandao ni kuzuri sana, kwa sababu bado tuna matatizo. Kwa mfano kama sisi huko Afrika, matatizo ya societal problems, yani ya kijamii mengi ambayo yanaweza yakasovika na mambo ya online, mambo ya AI, mambo mengine ni rahisi zaidi. Kwa sababu kwa mfano Ulaya hakukuwa na M-Pesa, ni homegrown, kwa sababu sisi tuna changamoto zetu za sisi kama Afrika. Kwa kuna watu waliona hapa kuna tatizo, hii benki mpaka ifike kijijini kabisa, kuna ila M-Pesa itaweza. Ndio, you see, so ile size ya M-Pesa inaingiza pesa kuliko hata voice na data. Labda unadhani ni swala la kwamba ni Watanzania wamekuwa wavivu wa kujifunza masuala ya mtandao, au ni elimu yetu imekuwa ni duni sana kwenye masuala ya kimtandao? Ni lipi kati haya linakuwa linachagiza sana sisi tunashindwa kuona opportunity kama hizo? Naam, sasa si wote. Ukienda hata Marekani, China na Ulaya, innovation ni nyingi sana, lakini si kila mtu ni innovator. So kila mtu atakuwa ni Mark Zuckerberg, so kila mtu atakuwa Elon Musk. Haiwezekani, yani hiyo dunia itakuwa vurugu. Kwa kuna watu watatumwa, kuna watu hawatatumwa, kuna watu watatumwa wenzao. Kwa hiyo ukisema tuko nyuma, mimi sikubaliani sana na hilo swala. Kwa sababu sio kwamba lazima watu wote waingie. Watu wanajua, si wanatumia hapa. Kwa mfano ukienda ukaangalia watumiaji wa Facebook, yani maana yangu ni kwamba ndio tunatumia mitandao. Sisi tunakuwa mawapi kwamba mtu mmoja leo hii tuseme wewe Mr. Gabriel Mwangonda useme kwamba na mimi nagundua mtandao wangu unaitwa Mwangonda app. Yani hiyo app ni kwamba mtu anaingia anafanya hichi, anaona hichi. Sisi tunakomia wapi hapo? Ni platform. Kwa mfano ukataka kugundua unajua, kwa mfano nimekutolea mfano wa M-Pesa. Lakini kuna watu wanaendelea kufikiria kwa nini tuchajiwe hivi kiasi hichi, kwa sababu pesa ni nyingi tunazochajiwa. Kutoka benki kwenda kwenye wallet ya simu, kutoka kwenye wallet ya simu kwenda benki, zile charges ni nyingi. Kwa kuna vijana wanaendelea kutafuta suluhu ambayo itakuwa rahisi. Kuna hawa Azam wamekuja, wana Azam Pesa. Wamekuja kama wamefuta zile tozo, zile charges. Ndio. Lakini kuna watu wanazidi kwamba okay, hata isiwe tu within our country, labda nikitaka kutuma Kenya wapi tunakuja. Lakini sasa hizo kitu zina testing platform ambazo kunatakiwa kuwa na regulatory framework, zinatoka BOT. Naongelea sasa solution labda za kifedha hizo sasa. Sasa unakuta imechukua muda sana mpaka BOT wakaja kuelewa kuna hichi kutoa platform. Okay, kwa hiyo jamaa anataka test na nani, tumpe platform nani. So wamekuja kuelewa very late. Kwa hiyo nayo imechangia, kwa sababu watu wanakuwa nakosa sehemu za kujaribia. Kuna watu wameinnovate hapa, wakaenda nchi zingine kwenda kutestia, yani kwenda kujaribia zile innovation zao. Kwa mazingira yameendelea kuboreka, hayapo kama ilivyokuwa zamani. Siku hizi hadi kuna taasisi inaitwa Tanzania Startups Association. Ndio. Ipo Bwana Zahoro yuko pale, anatoa platform kwa vijana. Kwa mfano internet ni issue, wanapewa, kuna Costech hapa Kijitonyama wanatoa hizo platform. Kwa ni sisi tu sasa kuchangamkia hizo fursa, kwa sababu sisi kwenye katika sisi ndio kipindi hichi kuna wengine wameshafanya vizuri tu, wameshatoboa kwenye kwa mazingira haya tuliopo. Kwa yakiendelea kuboreshwa itakuwa bora zaidi, lakini haya yaliopo sio kwamba yanazuia completely. Nataka kurudi kwako kidogo, twende kidogo kwenye segment kidogo ya masuala ya sisi na jamii. Hapo tukasikia jamii inazungumziaje swala hili la uchumi ambao tupo nao sasa hivi, na pia wanaelewaje swala zima la uchumi wa mtu mmoja kwa wao
upoje, wanafikiriaje? Maana takwimu zinasema kwamba wapo katika ile $1 na sasa hivi tumeongeza kidogo, hatupo pale tunalingana na nchi kama Kenya. Je, wanalifahamu hili au la? Tuungane na wananchi huko mtaani then tutarejea. Mimi naitwa Bwana Epi Makingowi, ni Mtanzania na ni Mtanzania anayeshughulika na mambo ya cherehani. Ni viwanda vidogo vidogo, kwa Kiingereza wanaita local industry. Lakini kazi hii tunafanya ni kutafuta tu maisha, kurahisisha maisha, lakini sio kazi ambayo inaweza katupeleka mbele, kwa sababu kuna ugumu wa namna kufanya hii kazi. Hii kazi tunafanya, ukiangalia kama hapa nafanyia nje, niko nje, sijapata uwezo wa kukodisha frame au nyumba nifanyie kazi ndani kama watu wengine. Tatizo linakuja ni namna ya kupata capital, ule mtaji wa kufanya hii kazi. Ndio maana tunafanya kwa hali ya kujibana nje namna hii. Na tukiangalia swala la uchumi wa mtu mmoja upo kwa kiasi fulani na unaacha kwa ngazi. Kuna uchumi wa mtu mmoja, tukianzia tuchukulie mfano mimi bado niko chini sana kiuchumi kwa sababu ya kukosa mtaji. Sijaweza kupata mtu wa kunishika mkono kuninyanyua kwamba twende nikupandishe juu, nikupe mkopo, nikupe msaada. Sijaweza kupata hao. Kwa majina naitwa Susan Joseph, napatikana Sinza Whitini, najishughulisha na masuala ya saluni na urembo na products mbalimbali za dada na nywele. Kwa upande wangu uchumi naona bado upo chini kidogo. Bado hali kidogo ni ngumu, bado vijana tunapambana, tunajitafuta sana. Kwa ushauri wangu ningependa serikali labda itubadilishie au iturekebishie system na mzunguko wa pesa kwa ujumla, ili tuweze kudeal na watu wa aina zote, watu wa hali ya juu na watu wa hali ya chini. Ambavyo pia inaweza kutusaidia mzunguko wetu wa pesa na uchumi pia kupanda juu, pato likapatikana la serikali na kwa upande wetu sisi pia. Mimi kwangu ni hayo tu. Hivi vitu vikipungua bei huenda ikawa suluhisho kinamna fulani, kwa sababu kuna kitu kitatupunguzia kidogo. Kwa mfano vitu vikishuka bei na sisi tunaweza tukashusha. Kwa mfano sasa hivi supu tunauza 2000, tulikuwa tunauza 1500. 1500 hailipi, unauza 2000. Ukija kupiga hesabu ya hiyo kilo moja unakuta napo hata hiyo 2000 bado hailipi. Unakuta tunapata changamoto kwa sababu huwezi kuuza sasa supu zaidi hapo 2000. 2000 yenyewe ni changamoto, wateja wanaona ni bei, bado mtu anakuja anasema nataka supu ya 500. Sasa 500 kwa nyama ya bei gani? Kwa vitu vikishuka bei huenda na sisi tutapata unafuu. Kwa sisi wafanya biashara wadogo tunaumia kutokana na sisi ni biashara wadogo, ni mama ntilio wa kilo 2, kilo 3. Hapo na unataka uuze, hapo mtoto shule, hapo upate na wewe kula, nyumba ya kupanga. Sasa unakuta maisha kwa kweli kidogo yanakuwa magumu. Naam, na hivyo ndo kama uposikia hapo wanajamii wakizungumzia swala hilo la uchumi, na wamezungumza mengi sana, lakini nipo na ndugu yangu Gabriel hapa tukiwa tunataka kusawazisha sasa swala hili likawe sawa sawa. Gabriel, hivi punde tunaelekea kwenye issue za uchaguzi, na unajua nchi ikielekea kwenye uchaguzi inavunja kila kitu, inakuwa inajisimamia kuweza kupata masuala ya uchaguzi yaweze kunyoka, tupate viongozi ambao tunawahitaji watufikishe katika zile ahadi ambazo moyoni zetu tunaziwaza. Hebu unadhani tutaweza kuhimili ile pressure ya uchumi wakati huu wa uchaguzi? Naam, kuhimili pressure ya uchumi inategemeana, kwa sababu kuna unajua kwa wawekezaji wakubwa uchaguzi Afrika ni political risk tunaita. Ni risk kwa unakuwa ujui kama uwekezaji wako utakuwa salama, utabaki salama au la, kwa namna mbili. Either serikali mpya inayoingia inaweza kaleta sera mpya ambazo zinazitambua uwekezaji wako kama mpoteza mtaji, au vurugu katika uchaguzi, watoka choma au wakafanya
uharibifu. Yes, sasa hizo zote mbili sisi kwa Tanzania Mungu ametubariki hatuna hivyo vitu. Kwa kuna consistency za sera kwanza, ndo kunaendelea kuona kuna uboreshaji wa sera zetu ndio za kiuchumi. Ndio. Pili, usalama unakuwa zaidi ya 100%. Kwa watu na mali zao zinakuwa ziko salama kabisa na mambo yataenda vile vile. Yeah, kwa vipindi kama hivi kwanza budget zinakuwa kubwa sana. Serikali wanatumia pesa nyingi zaidi. Kwa tunatarajia kwamba ile riski inayokuwepo kwenye nchi zingine sisi kwetu inaweza kuwa ni neema zaidi. Ndio. Watu kunufaika na uwepo wa pesa nyingi. Sababu budget ikiwa kubwa maana yake hizo pesa lazima ziende kwa watu ifikie. Asante. Na pia kuna jambo moja la kuzungumzia. Je, unadhani kwa kipindi kifupi kitachoendelea mbele, kwa mtazamo wako unadhani uchumi utakuwaje wa Tanzania? Yeah, so kuhusu ukuaji wa uchumi mwakani hatufanyi predictions za UN. Kwa hiyo tunaangalia IMF na World Bank wanasemaje. Kwa wote wawili walitoa trajectory za mwaka huu na mwakani na walionyesha kwamba nchi yetu itakuwa nadhani ni nchi ya 6 kwenye nchi ambazo zinakuwa kwa kasi zaidi, kwa sababu itakuwa kwa GDP ya karibia 6 kwenda mbele. So na mambo ya election na yenyewe yalikuwa shaangaliwa. Kwa hiyo mpaka wanakuja na hiyo takwimu inakuwa imekamilika. Everything has been taken into consideration. Asante, hapo nimekuelewa. Lakini kuna kitu kimoja nilipita kwenye Twitter yako. Ulikuwa umeandika kwamba nimechekesha sana hilo swala na nikajiuliza kwa nini ulisema vile, kwamba kwa nini watu wengi sana walikuwa wanamuonekana kumsifu hayati Mr. Nelson Mandela wa South Africa, wakisahau kwamba ndugu Nyerere alifanya kazi kubwa sana mpaka kumsaidia yeye mwenyewe. Jambo ambalo ukasema ni kweli alimsaidia, na si kweli kama Mandela alikuwa ni bora sana kushinda Mwalimu Nyerere. Kwa ufupi, hebu niambie hilo. Kwa nini ulisema hivyo? Nilisema hivyo kwa sababu sisi Tanzania tuna changamoto moja when it comes to PR. Ni wabovu sana sisi Tanzania kwenye PR kama jamii nzima, kuanzia serikalini mpaka raia wa kawaida mpaka media zetu. PR kidogo ni changamoto kubwa. Hatuwezi kuwajenga watu wetu na kaonekana wa maana, kwa sababu si tu kule, hata kwenye AU tu pale jina la Nyerere kuliweka vizuri ilikuwa ni changamoto sana. Kina Kwame Nkrumah alikuwa anaonekana wamefanya vizuri zaidi, bora zaidi, kina Samora Machel na kadhalika. Ndio nilisoma vitabu vya Nyerere na kusoma vingine vya hao wengine. Nyerere ni by far, yani ilikuwa ni kichwa moja hatari kabisa, very genius. So naweza nikakwambia kwamba Mandela ni, naweza nikasema Mwanasesele alitengenezwa na Nyerere kabisa. Ndio maana hata alimwalika bunge la kwanza, alimwalika Nyerere kuja kuhutubia. Anajua kwa nini. Anajua kwa nini alikuja Tanzania. Anajua kwa nini aliwaleta wanajeshi wake waje Tanzania. Wote hao kwa nini walikuwa wanatumia passport za Tanzania. So you cannot say mimi nimekutengeneza wewe afu unaniambia kwamba yule ndo dunia nzima inampraise. Unajua anapewa Nobel Prize maneno kama hivyo. No, kwa sababu tena sisi tulikuwa tunatumia Nyerere alikuwa anatumia njia ambazo ni very amicably. Hakuna haja ya kupigana na nini. Mpaka hiyo imekuwa very extreme, yani imekuwa mkorofi sana. Let's talk each other, tutaika vitu sawa. Yes, ndo ilikuwa filosofi yake. Na vile vile alianzishaga Nine-Aligned Movement, kwamba bana mimi kuwa na urafiki na wewe hakunifanyi mimi niwe adui wa adui wako yule na yule. Hizo statement aliwahi kuzitumia Mandela at some point, pale alipoambiwa kwamba aanze kuziongelea vibaya nchi kama Jamaica, nchi kama Cuba. Sasa wale watu walikuwa ni watu ambao walikuwa wanamsaidia Nyerere kumpelekea wanajeshi na kupeleka pressure kwa wale makaburu ili wamwachie Mandela. Umeona? Sasa alivyotoka ali appreciate, lakini dunia inamtengeneza Mandela vile kwa sababu walikuwa wanajua kabisa hawa watu walikuwa wanawatesa sana watu weusi. Cha kufanya hapa ni kumfanya tu Mandela bana awe juu.
awe juu alewe sifa asiwatoe hao watu kwenye mashamba yao. Baki na ile sera ya kwamba njoeni tujenge nchi kwa pamoja. Sasa akajisahau kwamba ardhi ndio kitu cha msingi kuliko kitu chochote duniani. Kwa akajisahau kufanya redistribution ya ardhi. Unajua sisi tulifanya sisi. Paka majengo. Ukiona NHC nyingi zilikuwa za watu. So kwamba wao kwa ukipita posta pale unaona kuna jengo unasema hili nikiliangalia hili sio ujenzi wa miaka hii karibu. Yes. Kwa zile nyumba almost nyingi zote hadi biashara zilichukuliwa ili ziwe redistributed. Yani tuanze upya. Tunaanza upya kabisa. Kitu ambacho Mandela kwa nia nzuri inawezekana au hatujui kilichotokea aliignore. Lakini saizi umeona kinaleta impact kubwa. Kuna matabaka makubwa sana ya maskini na tajiri kule South Africa. So unaweza kuwa na uchumi mkubwa kama South Africa lakini ukawa na maskini wa kutupwa kabisa kule ambao mpaka unaleta variance. Yani kwa maana ya kwamba watu wanakuwa na kosa chakula mpaka wana resort into vurugu ili waweze kupata chochote chakula. Asante sana kwa elimu hiyo, nadhani utakuwa tumewafunza wengi sana ambao walikuwa wajui, ambao walikuwa wanasema bwana huyu jamani hatari kushinda huyu. Sasa utakuwa wameelewa kwa nini mwalimu alikuwa tuna viatu vya Nyerere vya Mandela hapa sisi. Kuna watu walimpokea, kuna watu walitoa nyumba, yani walilala naye nyumba moja wakimstiri. Kwenye harakati. Kweli kabisa. Asante kwa hilo. Na ndugu mtazamaji, tumefikia tamati katika kipindi chetu hiki cha Gumzo, na nikwambie tu kwamba mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine. Najua unatamani sana kujua mengi kutoka kwa Mr. Gabriel hapa tuzungumze zaidi, lakini muda sio rafiki. Sasa tunajikuta tunaishia hapo, na siku nyingine pia tutazungumza jengine utalipenda. Na sisi kazi yetu Gavo, kama tumekwambia pamoja hatua kwa hatua, basi hizo hatua tunazotaka kukupa ni uhondo ambao unaendelea kila siku, na si siku moja peke yake ukajikuta umechoka, umeboreka, lakini hapa furaha, elimu inatoka hapa. Nikwambie tu mimi Yusuf Ibn Daud, mtangazaji wako wa kipindi hiki pendwa cha Gumzo, nitakuwa nawe wakati wote. Nimshukuru sana Mr. Bazili nyuma kamera na producer wangu Mr. Rashid Saidi, akia Mungu wanafanya kazi nzuri sana hawa watu, niwasifie kwa hilo. Mr. Gabriel, kuna lolote lile labda unataka kumalizia kuongea kidogo tufunge tuende tukapumzike sasa? Labda nisisitize ndugu watazamaji. Unaweza kupitia Instagram, unaweza kupitia Facebook, unaweza kupitia TikTok, hadi YouTube utaikuta Gavo. Hasa katika chakula ambacho ni muhimu kwenye akili ya binadamu, kwenye maendeleo ya binadamu. Ndio. Ni mawazo positive, mazuri ya kujenga. So hii ni food for brain. Gavo inakupa materials ambazo zinakufanya siku yako iende vizuri, uweze kupredict kesho yako vizuri, na uweze kupangilia mambo yako kiuchumi vizuri, na ukaishi maisha mazuri sana hapo baadaye. Asante sana Mr. Gabriel, nimependa hiyo. Wasikose kabisa. Subscribe na endelee comment pia. Asante sana. Ili usikose madini kama haya. Kabisa swadakta hapo sahihi. Nami sina lingine zaidi ya kusema kwamba tukutane wakati mwingine kama huu. Bye bye. Hatua kwa hatua.